Kwingineko, ombi limewasilishwa mahakamani likitaka kusimamishwa mahojiano yaliyopangwa kwa nafasi ya katibu na afisa mkuu mtendaji wa Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Utangamano NCIC. Mlalamishi Muhammad Tachedida anahoji kuwa mchakato wa kuajiri ni kinyume cha sheria na hauna uwazi na uwajibikaji inavyotakiwa chini ya kifungu cha 10 cha katiba na kifungu cha 20 cha sheria za tume hiyo. Dida anaomba amri ya kusimamisha mchakato wa kuajiri akidai kuwa utaratibu wa uteuzi unahitaji uchunguzi zaidi kabla ya kuendelea. Dida pia anadai kuwa hakukuwa na ushiriki wa umma kuhusu mahitaji ya uzoefu usiopungua miaka 18 na kwamba kifungu cha 20 cha sheria za NCIC hakijafanyiwa marekebisho ili kuangazia mabadiliko haya. Anasema kuwa hii inakinzana na ibara za 10, 24, 27 na 232 za katiba. Na katika habari za kimataifa ni kuwa Marekani imeweka vikwazo vya kuuza bidhaa nje kwa kampuni 70 kutoka nchi 8 zikiwemo Pakistan, China na Umoja wa Falme za Kiarabu. Kampuni zinazolengwa na vikwazo vya Marekani ni pamoja na 19 za Pakistan, 42 kutoka China, 4 kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu pamoja na kampuni kutoka Iran, Ufaransa, Senegal na Uingereza. Serikali ya Marekani inadai kuwa taasisi ambazo imeziwekea vikwazo zinafanya shughuli zake kinyume na usalama wa taifa la Marekani na maslahi ya sera za kigeni. Ikumbukwe kuwa hii si mara ya kwanza kwa Marekani kuziwekea vikwazo kampuni kutoka mataifa mengine ikiwemo Pakistan na kwa kisingizio kuwa ni tishio kwa usalama wa taifa. Mnamo Aprili mwaka 2024, Marekani pia ilitangaza vikwazo kwa kampuni 3 za China na 1 za Belarus kwa madai za kuunda na kuunga mkono mpango wa makombora wa Pakistan. Mwisho wa Dira asubuhi ya leo, mpenzi msikilizaji, dakika zikiwa 10 zimetoweka baada ya saa 2. Bila shaka utaweza kupokea habari zaidi itimiapo saa 3 kamili. Kwa niaba ya mwenzangu Omar Abud, mimi nafahamika kama Ramla Abdi. Sawa makbul. Kwa habari zaidi na matukio, endelea kutegea Iqra FM 95.0 au tupate mtandaoni moja kwa moja kwenye tovuti ya www.iqrafm.com au www.iqrafm.webradiosite.com tukuangazie yote yanayojiri. Iqra FM 95.0, idhaa ya tofauti.